Namlinda. Habari ya asubuhi. Nzuri, habari. Salama. Mimi ni Namlinda Sifuni Mchome kama ulivyonitambulisha. Mimi ni mkurugenzi wa wanachama katika club ya Rotaract Kwanza. Ambayo Rotaract Kwanza ni club ambayo ipo chini ya taasisi inaitwa Rotary International, ambayo imejikita katika kutoa na kujitolea katika jamii na kusaidia watu kwenye sekta za maendeleo. Rotaract International ni taasisi ambayo imejikita sana kwenye mambo ya kujitolea kwenye elimu, kujitolea kwenye afya na mazingira, na inakuwa ina clubs tofauti tofauti. Moja hapo ni Rotaract Kwanza. Sasa unajua kuna watu wengi wanaweza kuwa wanajiuliza, nyinyi ni wanafunzi wa chuo. Mnategemea pesa kutoka kwa wazazi wenu, si ndio? Lakini watu wanategemea kuona kwamba mnatumia muda mwingi sana kufocus kwenye masomo kuliko kufanya vitu vingine. Lakini pia tumeona vijana wengi issue ya kusaidia ama issue ya kuwasaidia wengine, iwe kwa kutoa elimu, iwe kwa kuwasaidia kwa namna yoyote ile, imekuwa ni tatizo. Nyinyi kama vijana ambao kwanza bado ni wanafunzi, nini kiliwasukuma kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu wengine na kuleta mabadiliko chanya katika jamii yenu? Kwanza ningependa kusema kwamba kujitolea katika jamii sio kama nilivyosema, sio ufahari wala sio kwamba ni jukumu kwa vijana, kwa sababu jamii yetu inajengwa na sisi vijana. Kwa hiyo hata kama upo shuleni, hata kama una vitu vya kufanya shuleni, unaweza ukatoa muda wako kidogo, sio kwamba kila masaa uko darasani. Unaweza ukatumia akili yako, elimu yako kuchanganua solutions kwa ajili ya vitu ambavyo vinatokea kwenye jamii. Kuna mambo mengi ambayo yanahitaji attention kutoka kwa vijana. Kwa hiyo ni muhimu sana vijana kujitoa. Lakini pia kuna maisha baada ya chuo, tunapenda kusema hivyo. Kuna maisha baada ya elimu. Maisha yako hayo yanatengenezwa kupitia network yako, kupitia CV yako, matendo ambayo uliyafanya katupo bado uko shule, na muda uliojitoa kufanya mambo mengine. Ukiweza kujipangilia vizuri, unaweza ukajenga network nzuri kupitia taasisi kama hizi. Unaweza pia ukafanya matendo ambayo yatakufanya uonekane tofauti na vijana wengine, ambayo itakupa nafasi kubwa zaidi kuonekana kwenye jamii na kupewa nafasi kwenye jamii kufanya mambo makubwa zaidi baada ya kumaliza chuo. Kwa hiyo nahisi ni mambo kama hayo ambayo yamefanya vijana kama sisi tunapata hamu au hamasa kujitoa na kujiunga na taasisi kama hizi. Kwa hiyo nasukuma pia vijana wengine wajiunge, wafanye mambo kama haya. Kwa hiyo haya, wakati kijana ukiwa unafikiria kutafuta network, nikwambie tu hapo, kama una kiu, kama koo lako haliko sawa sawa na unahisi unahitaji kitu cha kulainisha koo, basi Fanta Berry ndio kitu pekee ambacho kinaweza kufanya kwanza siku yako, lakini pia ukawa na hamasa, ukawa uko active zaidi kwa siku yako nzima. Unaambiwa kila fundo ambalo unaliweka kooni mwako basi linaongeza msisimko, linaongeza ari ya kufanya vitu. Na ukienda dukani usiseme tu Fanta, sema Fanta Berry. Yani usiseme tu Fanta, nataka Fanta. Mwambie nataka Fanta Berry, kwa sababu Fanta Berry ndio ambayo itakusaidia wewe kuwa active zaidi, lakini kufanya koo lako likae sawa sawa hata unapoenda kuongea na watu wengine. Tuko na mkurugenzi ambaye pia ni mwanafunzi wa chuo ambaye yeye anasema kuna maisha baada ya chuo, na ndio maana wakaamua kuanzisha kitu ambacho kinaweza kuwa kinasaidia vijana wengine kielimu, kimawazo, lakini pia kubadili tabia. Huyu ni Namlinda Mchome ambaye pia ni mkurugenzi wa wanachama club ya Rotaract Kwanza kutoka pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mpaka sasa nyinyi kama wanafunzi mmeweza kuwafikia vijana wenzenu wangapi ambao mnasema hapa sisi kama vijana, hata kama tujamaliza chuo, lakini tumeweza kuwasaidia vijana wenzetu kadhaa katika kubadili jambo moja, mbili, tatu? Kwanza ningetaka pia kusisitiza jinsi Rotary ilivyo na msaada ambao tunautoa upo wa aina gani, na pia kusisitiza kwamba Rotary Club of Kwanza ni club ambayo imekuwepo kwa miaka 25. Kwa ni club ambayo ipo miaka mingi,
kwa hiyo imegusa maisha ya watu wengi sana. Na jinsi ambavyo Rotaract inafanya msaada wao ni kwa kutoa msaada ambao uko sustainable, yani ambao una uendelevu. Kwa mfano labda kutoa vitabu kama mwaka huu, mwanzoni wa mwaka huu walichangia vitabu wakapeleka katika shule ambazo hazina uwezo wa kununulia vitabu vijana, watoto hivyo. Lakini pia sio vijana tu ambao wanaguswa, labda pia kwenye sekta ya afya. Rotaract inaongoza kwenye impact kwenye issue ya polio, kutafuta tiba juu ya polio. Lakini pia mwaka huu pia kuna seminar, webinars kibao ambazo zinakuwa zinawekwa juu ya sekta ya afya. Kwa mfano wiki iliyopita tarehe 31 Julai kuna webinar juu ya ujauzito na tunaita maternal healthcare, kuelewa jinsi ya kutengeneza mazingira kwa ajili ya wamama na watoto kuishi katika afya na kujifungua katika mazingira ya mazuri. Kwa hiyo sio sekta moja ambayo inakuwa inaguswa na sio vijana tu wanaoguswa. Si bwana, wanaonekanaga ni watu fulani ambao wao kazi yao ni kulaumu na kulalamika. Hawawezi kwenda kuleta matokeo chanya katika jamii ambayo inawazunguka. Lakini nyinyi nikiwaangalia ni Gen Z, lakini mmeweza kuprove jamii wrong kwamba bwana, Gen Z wanaweza kuwa watu ambao wakawasaidia hata nyinyi wamama ambao mmetuzidi, ama tunaweza tukawasaidia vijana wenzetu. Unadhani vijana wengine ambao wanakutazama ambao labda wako kwenye vyuo vingine au ambao hata wako mtaani sasa hivi na wakati mwingine wanakosa fursa ya kuwa na exposure kama ambayo nyinyi mko nayo, namna gani wanaweza kuanza hatua ya kwenda kuwasaidia watu wengine? Kama nilivyosema mwanzoni, napenda kusema kwamba kujitoa sio ufahari. Kujitoa ni muda, ni akili, ni kuchanganua solutions kwa ajili ya vitu ambavyo vinatokea kwenye jamii. Na mimi naamini kwamba sasa hivi vijana tuna exposure zaidi, sio kwa sababu labda sehemu ulipo, kwa sababu tuna simu, tuna internet, tunaweza tukagundua vitu kupitia simu zetu. Kwa hiyo cha kwanza ni kuwa na una wito kutafuta maeneo ambao unaweza ukaweka impact kupitia social media, vitu unavyovifollow. Kwa mfano kama mimi, kama ni mtu ambaye napenda kufanya mambo kwa ajili ya jamii, zitakuja automatically vitu vitavyokuja kwenye feed yangu, kwenye social media yangu ni vitu kuhusu maeneo ambayo yanahitaji labda organizations ambazo zinafanya mambo kama hayo, kama United Nations, labda the Youth Wing, au kama Rotaract. Clubs zipo nyingi sana ambazo zimeanzishwa ambazo zinafanya mambo kama hayo. Kwa ni wewe mwenyewe, mimi naamini opportunities na za kusaidia watu na opportunities pia za kujiendeleza zinaanza na wewe mwenyewe. Kama umeamua kujiweka kama mtu ambaye unataka maendeleo ya aina hiyo kwa ajili yako na kwa ajili ya nchi yako, automatically vitu ambavyo utakuwa unaviona, vitu ambavyo watu ambao utakuwa unajizungusha nao, na mambo ambayo utakuwa unaongelea na watu wengine ukikutana nao, yatakuwa mambo kama hayo ambayo ndio atakufanya wewe sasa uanze sasa kujua okay, ni wapi ambapo kutakuwa kuna uhitaji, au ni sehemu gani ambayo naweza nikachanganua akili yangu kutafuta solutions. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe unavyojiweka, mawazo unayo ya prioritize kama kijana. Hivyo ni vitu kama hivyo madogo. Nyinyi pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mko vijana wangapi ambao mko kwenye hiyo club ambayo mnaweza kuwasaidia vijana wengine? Kwa sasa club yetu ipo karibia watu 100+. Hapo pia tuna exclude watu ambao washamaliza chuo kikuu. Maana ukimaliza unakuwa huwezi kuwa kwenye club yetu kwa sababu ni club ya UDSM. Lakini unaweza ukajoin clubs zingine ambazo zipo kwenye Rotary International, Rotary Tanzania, ambayo ina zina watu ambao sio watu wa chuo kikuu. Kwa hiyo kuna nafasi ya watu kujiunga. Kama unatafuta sehemu ya kujitoa, unaweza ukajiunga na sisi. Ukiingia tu kwenye social media ukasearch pale Rotaract kwanza, utaona kwenye link, unaweza ukabonyeza pale ukajaza information zako ukajoin. Lakini pia kuna nafasi kubwa sana kujitoa. Ndio maana pia tunasukuma watu wawe kwenye vitu kama hivi, wafanye vitu kama hivi. Yeah.
kuna faida gani ambazo kijana anaweza akazipata? Inawezekana asiwe UDSM, inawezekana hata akawa mtaani, za kujitolea na kubadilisha maisha ya watu wengine. Yaani kuna nafasi gani pale kijana anapojikita zaidi katika shughuli za kujitolea ama za kubadili mitazamo na tabia kwenye jamii? Faida ya kwanza ni kwamba unaendeleza jamii. Hiyo tusiseme labda kinafsi au kibinafsi. Unaendeleza jamii, na jamii yetu napenda kusema kwamba unavoweka ndani ya jamii, jamii inakurudishia kwako. Yeah. Kwa the more effort unaiweka kwa ajili ya kuendeleza jamii, the more benefits you get from the community. The more faida unapata inarudi kwako. Lakini pia katika career yako wewe mwenyewe unavojaribu kujijenga, vitu jinsi ambavyo unajitoa kwenye jamii, na watu pia wanaona kwamba mtu fulani labda anatumia labda akili yake labda kupush agenda labda za mazingira au kupush agenda labda za afya ya akili. Kwa automatically mtu akiwa anatafuta labda mtu kwenye institution yake amweke kwenye mambo kama hayo, anakuwa anakufikiria wewe. Lakini pia kuna vitu vingi unajifunza jinsi ya kuendesha miradi, unajifunza jinsi ya kuandika proposal, unajifunza ni vitu vingi utajifunza kabla hata hujaingia kazini. Kwa hiyo automatically ukiingia kazini unapata urahisi, na wewe mwenyewe pia unaweza ukakua kikaria kwenye mambo yako. Tofauti na hapo, network unayojenga, watu wengi ambao wanakuwa wanaendesha vitu kama ni watu ambao washajiendeleza, washafika sehemu fulani. Kwa hiyo unavoenda kufanya mambo kama hayo, na wao pia wanaanza kukujua wewe, na hiyo network ndio ambayo inakusaidia wewe sasa kukua kwenye jamii na kuwa mtu wa faida kwenye jamii, na mtu ambaye unaheshimika kwenye jamii. Kwa hivyo ni vitu vichache. Kwa kumalizia, manake muda wetu ushatutupa mkono hapa, kwa dakika moja tu kwa kijana ambaye anakusikiliza sasa hivi, vitu gani muhimu ambavyo ni kama viwili tu ungependa kumwambia? Cha kwanza, you have time. Muda bado upo. Mara nyingi vijana tunaona kama vile muda umeenda, tumechelewa labda kufanya vitu fulani, lakini sasa hivi mimi ninavyokuambia vitu kama hivi ni there's no better time than now. Jiunge, fanya vitu kama hivi, jitoe, ndio mwanzo wawe kujijenga. Cha pili ni jamii ni yetu. Jamii ni yetu, na sisi vijana ndio tunajenga nchi yetu. Watu wazima wanasema millennials labda au Gen X waliotupita washafanya nafasi yao, ni nafasi yetu sisi Gen Z. Gen Z. Unaamini Gen Z wanaweza kubadili jamii? Manake Gen Z inaonekana kama ni kizazi cha vijana watukutu sana. Mimi kwanza naamini kwamba hiyo ni notion ambayo millennials na Gen X wengi wanapenda kuweka kwa vijana, lakini vijana wengi sasa hivi wanaendesha vitu ambavyo watu wazima labda hawajawahi kuvifanya. Na vijana wengi sasa hivi pia wana wito, wanaweza waka challenge mawazo ya watu wazima, na hisi ndio maana watu wanaona ni watukutu. Lakini ni kwamba tuna vision yetu, tuna wito wetu juu ya nchi yetu, na tupo tayari kusema kwamba hiki sio sawa, hiki ni sawa, na hapa ndo nitaweka nguvu yangu, hapa sitaweka nguvu yangu, usiponiheshimu na mimi hivyo. Kwa hiyo mimi naamini kwamba tunaweza kufanya mabadiliko makubwa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.